ukakunjamana. Haleluya. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu akuitakabali sadaka ya Kaini. Kaini baada ya kuona hivyo sadaka yake haijakubaliwa, maandiko yanashuhudia kwamba akafanyaje? Akagazibika sana, uso wake ukakunjamana. Sikiliza mtu wa Mungu, jifunze kutenda wema, jifunze kutenda mema. Nimekuambia, jiulize wewe ni nani? Kwa nini upo hapo ulipo? Kwa sababu gani? Kwa lipi? Kwa kusudi gani? Kwa lengo gani? Kwa ajili gani? Kwa nini upo? Kwa nini uwepo? Haleluya. Jifunze kutenda wema. Hawa watu Mungu aliwapa maamuzi na mamlaka. Wana mamlaka au niseme wamepewa mamlaka mawili mikononi mwao, maana kwamba atoe au asitoe, atoe vizuri au atoe vibaya. Haleluya, si umeelewa? Atoe au asitoe, atoe vyema au asitoe vyema, hayo mamlaka alikuwepo mikononi mwao. Lakini anachokitaka Mungu ni kipi? Mungu anataka utoe vyema. Utoe, sio kutoa tu, utoe vyema ili yeye apate kuipokea hiyo sadaka yako. Yaani huyu Kaini alitoa sadaka, naweza nikasema alitoa sadaka kishingo upande, alitoa sadaka na kinyongo, alitoa sadaka huku akichungulia, alitoa sadaka kwa wivu. Akutoa sadaka ili Bwana apate kuikubali, akutoa sadaka ili ipate kumpendeza Bwana, lakini alitoa sadaka muradi anatoa. Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu, maandiko anasema jamaa Kaini akakasirika, akagazibika na uso wake ukakunjamana, maana kwamba ndani yake akatengeneza roho ya kisasi, akatengeneza maangamizi, akatengeneza chuki moyoni, akatengeneza hasira kwa ndugu yake. Haleluya, akatengeneza machungu na maumivu. Kwa nini huyu roho sate? Kwa nini huyu sadaka yake kubaliwe na mimi ya kwangu kataliwe? Kasau ya kwamba kama yeye ndo mwenye makosa, alitoa sadaka isiyofaa, na hata kama ilikuwa inafaa akuitoa kwa moyo mnyofu, akuitoa kwa dhamiri njema. Haleluya, akutoa kwa lengo hilo. Yeye alitoa mradi ametoa tu, ili asije akalaumiwa au asije akaonekana kwa ndugu yake kama yeye akutoa, kwa ilibidi na yeye afanye. Kumbe shida sio kufanya, shida ni kwamba umefanyaje? Haleluya. Akakasirika, akagazibika juu ya ndugu yake. Baada ya kugazibika na uso wake ukakunjamana, sita, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Bwana akamuuliza Kaini, akamuuliza, kwa nini una adhabu wewe na kwa nini uso wako umekunjamana? Maana kwamba ni mtu ambaye yani reaction yake ya kureact haikuweza kujificha hata mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu. Ilionekana kabisa kwamba mtu huyu amekasirika, amechukia, ametengeneza moyo kisasi kwa ndugu yake, ametengeneza moyo kisasi kwa nduguye. Haleluya, haleluya. Oh, Bwana akamuuliza 7, akasema, kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya. Bwana akamwambia, kama ukitenda wema utapata kibali, kama ukitenda wema utapata kibali,
Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe. Akasema, walakini yapasa uishinde. Haleluya! Kumbi watu wa Mungu, Bwana anatusisitiza tupate kutenda wema. Mungu anakusisitiza upate kutenda wema. Kwa nini wewe autende wema? Haleluya! Kwa nini autende wema? Na wewe ni mtu ambaye asiyetenda mema, lakini wewe ni mtu wa kwanza kuwachukia watu wanaotenda mema. Wewe ni mtu ambaye usiyejua kusaidia watu wengine, lakini wewe ni mtu ambaye unayechukia watu wanaosaidia watu wengine. Haleluya! Roho ya Kaini ipo ndani yako, na roho ya Kaini imejaa dhambi, na hiyo dhambi inapasa uishinde, maana kwamba usipoishinda hiyo dhambi imekushinda wewe. Kwa hiyo ikiwa wewe una tabia, una njia hizi ndani yako, basi jua dhambi imekuotea malangoni mwako na imesha kushinda. Na maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu, jifunze kutenda wema. Angalia alichokifanya ndugu yake, alifanya tendo njema kabisa. Alafu kwa mtu mwenye akili na hekima, unafahamu